Ipo barabara ya Msonge Road Mwaligi ambayo mkandarasi alikuwa site alikuwa amepangiwa karabati 4, kaweka karabati 2, na kuna maeneo mengine kaweka karabati hajaweka kifusi. Namna ya wananchi kuvuka kwenda kwenye maeneo ilikuwa shida, na tumekuwa tukiwasiliana na engineer juu ya mkandarasi huyu. Sasa sijui mkandarasi huyu amekimbia au anarudi, maana sasa ni miezi miwili haipo. Sasa je, ni lini utamfuata mkandarasi wako aje akamilishe kazi hizi? Lakini jingine lipo linalohusu ile barabara ya Kasamo Kanyala Mkoba. Barabara hii ukitoka tu hapa Rangi na shuka kwenda sasa kuelekea Mkoba imeliwa sana na maji, na mbele yake kule kuna ofisi zimejenga kubwa ya ofisi ya CCM ya kata, na eneo hili sasa hivi ni dimbwi. Je, upo mkakati wa kujengelea mitaro kwenye eneo hili kusudi kuzuia mmomonyoko wa udongo? Lakini jingine mwenyekiti, ni swala linalohusu mabarabara. Halmashauri tumekuwa na taratibu ya kutenga fedha kwa ajili ya kufungua barabara. Barabara hizi tunazifungua hatuweki mola, na baada ya hapo barabara zote zinaisha na mvua, na awamu hii tunaenda kufungua takriban kilomita 117 kwenye kata zote, na muda wote tunaanza. Je, TARURA haoni kwa sababu ya kuangalia kutenga bajeti kwa ajili ya kuweka vifusi na mola kwenye barabara hizi kusudi ziweze kuimarika? Lakini la mwisho mwenyekiti, diwani wa Buharara yuko ameenda safari, lakini hii ameniambia niweze kuuliza TARURA. Ipo barabara ya Buharara pale, mwenyekiti, ukienda pale mwenyekiti, ni aibu, unakuta imejaa maji kutokea wapi? Buharara pale senta, Buharara senta, ukiwa unaenda Nyakato. Mwenyekiti, mvua zikinyesha maji yanajaa, ukifika pale ni aibu. Lakini mkakati umekosekana, mkakati kwa nini kutengeneza mitaro ambayo mitaro hii ikajengelewa kwenda pale kwenye daraja, ndio inayachukua maji yanapeleka pale. Na TARURA ile barabara walitengeneza, au kuona sababu ya kuweka mitaro kwenye eneo lile, na kama hauko basi wafikirie kuweka mitaro kwenye eneo lile ili kusaidia wananchi wa Barasa. Napenda tu kuzungumzia kwenye habari ya kata ya Kasamo. Kweli kuna mitaro ambayo imejengwa na ndugu zetu wa TARURA wamesimamia, lakini ile mitaro baadhi haipeleki maji. Badala ya kutoa changamoto, tunaendelea kuongeza changamoto. Yaani mvua zikinyesha maji yanajaa kwenye ile mitaro, yanatulia. Yaani zile slope za kupeleka maji kusafirisha zinakuwa hazipo. Karabati inakuwa juu, ule mtaro unakuwa chini. Ningependa kuwaomba waweze kufanya marekebisho ili kuziweka zile slope ziweze kwenda zipeleke maji. Sasa hivi maji yametulia, inakuwa pia ni hatari hata kwa ajili ya watoto. Mtoto akidumbukia pale ni hatari sana. Nipende kuwaomba mfike muangalie, hata sasa hivi ukienda Kasamo utaona ile maji yametulia. Pale barabara kuu eneo la Geseko Wanjani pembeni, ni barabara inayokatika kabisa. Yote eneo la wananchi wengi ambao wanakaa maeneo ya juu. Ni lini sasa mnaifanyia kwa udharura wake? Najua nilifikiri ungelizungumzia kwa upande wa Nyanza, lakini naona unajibu kama kati na ile ni dharura. Kwa hiyo niombe ujibu kama dharura, kwa sababu inahitaji kuanachepusha sasa njia inaingia Wanjani badala ya kunyooka na kudai. Ili tunatusaidia katika dharura yaweze kupitika vizuri. Kwa hiyo tunalitambua hilo. Tunasubiria tu ile excavator ikija akaongoe ili maeneo hayo yaweze kupitika vizuri. Haya, kwa upande wa Mheshimiwa Kanyala, ni kweli kwamba kuna mkandarasi alikuwa anaendelea na kazi ya ile barabara ya Mwaligi, na asilimia kubwa ya kazi alimaliza. Kuna hiyo maeneo ambayo ulikuwa ukiwa kunipigia simu kwa ajili ya marekebisho. Na mimi nimefanya hivyo. Kazi kubwa nimefanya sana kumuita, na mpaka mara mwisho nilitaka ni-connect naye ili na wewe uweke nguvu. Tumemwandikia barua ya kurudi tena kurekebisha hayo maeneo, kufukia zile karabati ambazo alikuwa bado hajakamilisha,
ili maeneo yaweze kupitika vizuri. Kwa hiyo nikuhakikishie mheshimiwa, kazi hii itafanyika. Usio na wasiwasi. Kazi hii itafanyika na tayari tumeshamwandikia barua ya kurudi na kufanya hivyo. Kwa upande wa barabara ya Kasama Mkoba, nimehitaji hapa ipo kwenye budget. Itafanywa kazi. Kwa hiyo tunaamini hizo changamoto zitatatuliwa. Tumeongelea kwa habari ya barabara ambazo zinakwamliwa na wananchi na haziwekewi mwanga. Kuna barabara ambazo wananchi walikuwa wanakwambua na haziko kwenye mtandao wetu. Wewe ni shahidi. Tumepita, kuna zile barabara ambazo tulikuwa tumezipendekeza ambazo tayari tumeshaziombea na watu wa road fund walikuja wakazihakiki. Kwa hiyo tunaamini kwamba tukishaziweka kwenye mtandao wetu, pamoja na kwamba wananchi wamezikwambua, tutakuwa tunazifanyia kazi na sisi kwa kuwekea mola ili maeneo haya yakae vizuri. Kwa hiyo kazi kubwa na sisi tumeshaifanya mheshimiwa. Kwa maana kuchukua zile barabara na kuziombea approval kutoka watu wa road fund, tumefanya hivyo. Na nimshukuru pia kwa maana mwenyekiti siku ile alitupa ushirikiano mkubwa. Akawaonyesha kwa sababu alitaka wazione, wakaziona na mwisho wa siku tumeziwasilisha. Kwa hiyo majibu atakapokuja kutoka kwetu kwa maana zimeshaingia kwenye mtandao wetu, tutakuwa tunazifanyia kazi kama tunavyotakiwa. Barabara ya Kwalala Nyakati, mheshimiwa, nimetoka kuzitaja hapa, ipo kwenye bajeti yetu. Na sisi tumeona hiyo changamoto ya hali maji yanayotoka kwenye barabara ya kwenda kwenye daraja. Mwaka uliopita tulitengeneza ile daraja. Nilisema kwanza tutengeneze ile daraja. And then mwaka huu unaofuata tuweze kuifungua. Kwa hiyo mwaka huu kwenye bajeti yetu tutaifungua na upande wa tumesema upande huu ambao una maji mengi. Tutavuna yale maji kuelekea kwenye hiyo kaba na hiyo changamoto ya maji hapa itaisha. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.